Roho Mtakatifu kama rafiki wa rohoni ni ahadi ya Mungu kwetu. Mungu analiahidi kanisa lake. Bwana Yesu anaambia wanafunzi wake kwamba msitoke hapa mpaka mtakapopewa ahadi ya Baba. Msitoke mpaka mtakapopewa au kupokea ahadi ya Baba. Kwa hiyo tumeahidiwa kupata kitu, kupokea kitu. Waswahili wanasema ahadi ni deni. Mungu alishamaliza deni lake kwa kanisa. Roho alishamiminwa kwa kanisa, alishaachiliwa kwa kanisa, na tunaizungumza kama ahadi, tukionyesha kwamba Mungu ni mwaminifu. Aliahidi kwa kanisa na akatenda. Alichozungumza kwa ajili ya kanisa amekitenda. Kanisa linatengenezwa na kuimarishwa kupitia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye kanisa. Roho Mtakatifu ndiye ukamilifu wa kanisa. Roho Mtakatifu ndiye nguvu za kanisa. Yeye ndiye mwelekeo wa kanisa. Maandiko yanasema sura ya 16 Injili ya Yohana, anamzungumza Roho Mtakatifu kama kiongozi. Sura ya 14 anamzungumza Roho Mtakatifu kama msaidizi. Ningependa tende hapo tuangalie Yohana sura 14 kuanzia mstari wa 16 mpaka 17. Maandiko yanasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hawezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala haumtambui. Bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Roho Mtakatifu ni msaidizi katika kanisa. Kwa maana hii, tukisikia neno msaidizi, tuna maana ya mtu wa ziada, cha ziada, ambacho kinasimama mahali ambapo cha kwanza kinakosa nguvu, kinapunguka. Lakini kwa namna ya dhana ya andiko hili na dhana ya Mungu kwa kanisa, Roho Mtakatifu sio nafasi ya pili baada ya. Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatoa maelekezo, anatoa mwongozo, anatoa picha ya uhalisia wa mwenendo wa uhalisi wao, asili ya unapoishi, unavyonena na unavyofanya. Roho Mtakatifu kama rafiki wa roho, yeye sio msaidizi
baada yako wewe. Yeye ndiye mtawala wako wewe. Yeye ni mtawala wako wewe. Bwana Yesu asifiwe. Nielewe. Roho Mtakatifu ni mtawala wako, na wala sio sehemu ya pili yako. Bwana, unajua nikichoka sana na mweza Roho Mtakatifu. Uhalisia yeye anakupa njia ya kwenda, sio wewe unampa yeye. Yeye anakupa nguvu za kutenda, sio wewe si unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo mwenendo unakupasa wewe unaupata kutoka kwake. Tabia zinazokupasa wewe unazipata kutoka kwake. Lugha inayokupasa wewe unaipata kutoka kwake. Ndio maana andiko linamwita mshauri. Yeye ni mshauri wetu. Mshauri maana yake anakupa maelekezo ya namna ya kuenenda, ya namna ya kufanya. Yeye anakupa wewe maelekezo. Eleweka vizuri. Anasema ndiye Roho kweli, asema nami mtamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Yeye anakaa na wewe hata milele. Anasema huyo msaidizi ndiye Roho kweli, ambaye ulimwengu haumwoni wala kumpokea. Haumwoni na huwezi kumpokea, kwa kuwa haumwoni wala humtambui. Anasema bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu. Ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu. Anasema naye atakuwa ndani yenu. Kwa hiyo huyu hayuko mbali na wewe, yuko ndani yako. Bado nisikilize unielewe. Huyu Roho hayuko mbali na wewe. Yuko ndani yako. Elewa hiyo dhana kwanza. Mataifa hawapokei kwa sababu hawamjui na hawamuoni. Ila wewe unamuona. Wewe unamjua. Na yeye yuko ndani yako. Hayuko nje yako. Yeye ambaye yuko ndani yako ndiye anayekutawala. Maana ya kukaa ndani yako, maana yake awe asili na chanzo cha jambo lolote ambalo unalifanya wewe, kwa kuwaza, kwa kusema, kwa kutenda. Ndio maana yuko ndani yako. Roho akae ndani. Uko ndani, atasimama kuwa chanzo cha jambo lolote ambalo unalifanya, unalizungumza na unaliona. Kwa hiyo maelekezo ya kwanza hayaanzi kwa, yanaanzia kwa nani? Roho Mtakatifu. Maelekezo ni wewe na yeye. Kati yenu wawili nani anatoa oda? Sio wewe unayetoa oda, ni yeye anayetoa oda ndani yako. Sio wewe unayetoa oda yeye, ni yeye anayetoa oda ndani yako wewe. What you have to do, what you must follow. Yeye ndo anatoa oda, sio wewe. Kwa dhana ya msaidizi, ina maana kwamba ya nguvu kubwa ya kukusaidia wewe kwenda mbele zaidi. Unaona maana hii? Ukisikia msaidizi anazungumza Roho Mtakatifu kwa maana ya uwezesho zaidi ambao ni mkubwa zaidi yako wewe, wa kukusaidia kwa nguvu zaidi. Naeleweka kifu. Ukisikia Roho Mtakatifu anazungumzwa kama msaidizi, ana maana ya yeye kuingia ndani au yeye kuyaongoza maisha yako, kwa sababu ana nguvu kubwa kuliko wewe. Kwa hiyo anakupushi kwenda mbele zaidi ya uwezo wako wa kawaida.
cha nguvu za Mungu ndani yako. Unaanzaje kudhihirisha hizo nguvu? Tembea na Roho Mtakatifu. Miaka ya nyuma nilikuwa mahali fulani, nilikuwa nafundisha watu. Nilikuwa na ibada za jioni ambazo kwa mchungaji Zianas, ibada za jioni. Tumejifunza somo la Roho Mtakatifu, tukaingia kwenye prophetic. Njazwa na Roho Mtakatifu. Tunajifunza, tunaingia kwenye prophetic. Lazima. Tumeingia kwenye mchakato wa maombi. Roho alishuka kwa kweli, akawajaza watoto. Sizungumzi watu wazima, wakina Devo, watoto wakubwa walikuwa ni kina Devo, Mungu akina Yawa, yes, Rachel hivyo. Wewe mama unamfahamu Dorika wa Madeka? Dorika ni binti sasa hivi. Dorika binti hicho ni kadogo kama Devo hivyo, kama Devo. Mtoto alinena, sio huyo tu, wengi walinena kwa lugha. Yaani unajua mtoto anaomba, mtu mzima ukifika pale unashangaa. Watoto walinena kwa lugha. Dorika yule ananena kwa lugha, yule anatana naye kabisa. Kwanza kipindi hicho maombi ya mtoto yakabadilika. Roho Mtakatifu hana upendeleo. Ni wewe. Hebu niangalie. Anayekwambisha jambo ni wewe. Yaani wewe ambao unajiangalia, unaweza ukaona udhihirisho nguvu za Mungu ndani yako mpaka ukashika. Udhihirisho wa ajabu. Ukatembea kwa udhihirisho usio wa kawaida kabisa. Yaani wewe ukanena kwa lugha mpaka watu wakashangaa. Na wewe unanena kwa lugha, maandiko yanasema anenaye kwa lugha anajenga roho yake, anajijenga ndani. Kunena kwa lugha ni kujijenga ndani. Unajijenga ndani. Utanena kwa lugha ambayo hujui. Utanena maneno yale mara nyingi kwa ya kumsifu nani? Mungu. Unamtukuza nani? Mungu. Wewe ambavyo unanena ndivyo ambavyo unaona furaha na amani na jana. Afu unaona, let me tell you my experience. Nikiwa naenda kwa lugha mimi kidogo. Come to the camera. Nikiwa nanena watu na yake. Ulishaona polisi? Polisi mnafahamu? Polisi mnafahamu? Wanaona lina njaa. Alo, sure. Naona jafai. Yaani nikiwa nanena kufungua. Polisi wanafanyaje? Ukinifuatilia maombi yangu mengi ya kunena kwa Mungu. Ndio. Kwanza ndio, yaani ndio naona ya. Na yani sio raha napenda mimi. Yani ndio raha yani. Na yani alafu ndo ninakuwa niko very focused. Yani natembea, yani bila vikwazo vyovyote. Naona kujana, unaona kuliputo inajazwa pumzi. Jago pumzi. Jambo la pili ambalo huwa nahisi. Joto la moto unajua moto. Moto shua kabisa. Na nahisi moto ndani yangu. Huwa naona moto, nahisi moto ndani. Moto unavyosikia moto. Unasikia joto la moto ndani. Moto unaingia romasha manasa. Moto unaingia ndani. Unaona moto unajaa. Moto ni roho ni moto. Roho ni moto. Kwa unaona nguvu zinajaa, nguvu zinaingia. Kwa kanisa lazima tujashwe na nguvu za Roho Mtakatifu. Tupokee uwezo kutoka wapi? Juu. Ili tutembee kwa ushindi, tutembee kwa viwango visivyokuwa vya kawaida, tutembee katika ujasiri ambao hauna mipaka, tutembee katika viwango ambavyo havina mipaka. Wakati mwingine watu wamekuwekea vikwazo, watu wamekuwekea vizingiti. Mkaribisha Roho Mtakatifu akae nani. Kwake hakunaga vizingiti, kwake hakunaga vikwazo. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 6. Matendo ya Mitume sura ile ya 6. Maandiko yanasema, soma mstari
wa 5 mstari wa 8 mpaka 10. Matendo ya Mitume sura ya 6 mstari wa 5, 8 mpaka 10. Maandiko yanasema, neno hili likapendeza machoni pa mkutano wote, wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu, na Filipo Prokoro, na Nikanori, na Timoni, na Pamena, na Nikolai, mwongofu wa Antiokia. Wamchagua baada ya kanisa kuingia kwenye shida fulani ya kimajukumu ya kiroho ya kimwili, maana walikaa walidu pamoja wakiumega mkate. Kwa hiyo wakasema tutachagua watu aliyotasimama kwa ajili ya kuhudumia wajane wa Kiyahudi na wajane wa Kiyunani, maana kulikuwa kuna kagogoro fulani. Kwa hiyo maandiko yanasema wakawachagua baadhi ya watu mashemasi, na mtu mmoja ndiye aliyeitwa Stefano alikuwa miongoni mwao. Maandiko yanasema mtu ambaye mstari wa 5, wakamchagua Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu. Stefano, mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu. Hebu tuangalie sasa mstari ule wa 8. Anasema, na Stefano akijaa neema na uwezo. Stefano alijaa neema na uwezo. Na uzungumzwa hapa ni nguvu, ni madhihirisho ya nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya Stefano. Madhihirisho ya nguvu ya Roho Mtakatifu ndani ya Stefano. Tamani kupokea na kutembea na nguvu za Roho Mtakatifu. Unasikiliza mambo ya ajabu, unafanya mambo ya ajabu. Kwa nini? Kwa sababu una roho ya mambo haya. Ibada kwako hamna, imani kwako hamna, utakatifu kwako hamna. Yaani ukichukia utakatifu, jua una roho nyingine ambayo inapenda hayo unayofanya. Ukichukia ibada, ukutana na Mungu, jua una roho nyingine aidha inakunyemelea, ambayo ndio roho ya hayo mambo. Kila kitu kina roho yake. Kila kitu kina roho yake. Kila kitu kina chanzo chake. Uzinzi una miungu yake. Ulevi una miungu. Imani na Mungu wake. Mtu aliyejaa imani na Roho Mtakatifu. Stefano hapa amesema alijaa. Stefano akijaa neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa kwa katikati ya watu. Alikuwa look at me. Stefano hakuwa mtume, sio miongoni mwa wale mitume ambao Yesu aliwachagua. Stefano hakuwa na status yote zaidi ya uunde huu anamchagua kuwa shemasi. Hapa ndo Stefano alichaguliwa kuwa shemasi. Nimekwambia ukiwa na Roho Mtakatifu, wewe atakutambulisha. Wewe utaona kibali cha ajabu ambacho tendana. Sio wewe, yeye yuko mbele yako. Yeye anakuongoza yeye. Utaona nuru inaangaza. Watu anakuuliza hivi, siku hizi umekuaje? Mbona sio kama zamani? Hawaoni kwa sababu hawamjui Roho Mtakatifu. Ila wanaona matokeo ya Roho Mtakatifu. Umekwaza juu mshakali, umeweka kinyongo cha namna hivi. Cha laki ngapi kile ambacho unacho? Cha laki ngapi? Kanisa, cha laki ngapi? Umekaa unafikiri na kinakupa hela. Akujui nini? Sio vita mwilini hiyo. Nicho kufundisha. Hiyo vita ni ya rohoni. Mkaribishe Roho. Mkaribishe rafiki wa Roho. Ashughulika na hiyo vita. Sio vita, sio level yako. Utaangukia pua. Kuna kesi zingine wewe achana nazo tu. Na kuacha ugomvi. Kubali tu umeshindwa. Kama una Roho Mtakatifu usipambane, utaumia zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaye Roho Mtakatifu usiingie kichwa. Unajua kuingia kichwa? Usiingie mwili. Na watu wamekuja tu siku hiyo, jirani yako amekuambia vibaya, mdomo tu. Ushasikia maneno ya Kiswahili ya mama mko? Tumepanga, sawa? Muziki unasikia muziki sawa, maneno ya muziki hayo yamenisema mimi. Sasa kusema wewe afa yanakutoa kichwa. Hayo maneno ya muziki yanakusema wewe, yanakumalizia ugali wako. Shida ni nini? Shida kwa sababu wewe umehapa attention. Haujampa attention Roho Mtakatifu. Mwenye Roho Mtakatifu amejua kufanyaje?
Kwa sababu ukiwa timamu alafu kajifanya unamkimbia. Yaani ukimaliza kuongea unamwambia ongea, maliza mama. Wewe ndio unajua zaidi ya mtu yote duniani. Ongea umalize. Maana wewe unanijua zaidi ya Mungu wangu. Na kutukana mwache. Ashughulikie ndo vita yake, anapigana hapo. Usifikiri anaongea hapo vita katika Mungu ambayo imepanda moto. Na hapo anapigika kweli. Yaani mpaka amepanda apanisha hasira maana leo. Halo? Yoko kimkanyaga anafanyaje? Ukimkanyaga yoko anafanyaje? Gonga. Kwa nini anakugonga? Kwa sababu ameumia na amepasirika. Nyoka na pali kama jiadu. Kwa hiyo umemgonga mtu kwa maombi, unaona anavyokuja sasa. Sema huyu kweli amekutana naye. Mmesikia asubuhi? Amekutana na bado tutagonga sana. Nakwambia hivi. Yaani iko hivi. Watajua Mungu hiyo. Watajua Mungu. Bado anamsikia redioni. Watamwona anakuwa wewe niamini tu, nisikilize niamini. Watajua Mungu yuko. Watajua. Kama sio kwa kanisa kwako wewe. Nafikiri kuna amina. Amina. Kama sio kwa kanisa watajua wewe unani. Watajua. Unaenda sasa hivi wanakuzoea hivi, hawakumalizi, wanakutafuta hivi, hawakumalizi, subiri bado watamjua Mungu wako ni nani. Mahali ambapo wamekutega, wanasema hapa anaenda kuangamia, ndio Mungu anakunyanyua wako sasa. Anakuvusha, anakupeleka kwenye viwango vingine. Amen. Kwa hiyo vita mwachie, Roho ashughulike. Usipambane na vita. Roho akiwa ndani yako, unaona hata shifu amekuja na nafikiri labda angekupandisha. Kwa sababu lengo la shetani anapokuja anakuchochea ili unao upande nini? Utoke roho uingie wapi? Mwilini. Marumbano yaanze, si ndivyo? Ndani ya ndoa, mke na mume. Mke tu amekuja huko na akili anajua siko kushoto, mume naye amekuja akili siko kushoto. Ili tu marumbano, mwanzo kujibishana, shetani aingia wapi? Na wewe naomba nikueleza kitu. Wengi waligombana, alafu baada ya kugombana ikatokea shida. Kuna mtu amenielewa? Hali mambo ya roho sasa. Sikia. Kuna watu ugomvi ulianza kidogo. Sawa? Wakagombana. Wote wakaingia kwenye nini? Ugomvi, si ndivyo? Alafu baada ya ugomvi kulitokea sana. Nazungumza na unajua kwa nini ilitokea sana kubwa? Kwa sababu adui alikuwa anatafuta mlango wa kuingilia ili aisababishe hasara. Akaingilia kwenye hasira. Halo. Akapata nafasi ya kufanyaje? Ya kuingia. Kwa rafiki yangu, Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, anakupa neema ya kusimama imara na kukabiliana na changamoto ambazo zifanyaje? Zinakuzunguka. Watakutafuta sana, lakini hawatakuweza. Watapigana na wewe lakini hawatakushinda. Kwa sababu mimi niko pamoja nao ili nikuokoe. Anasema kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 9. Amen. Kwa hiyo alijaa uweza na imani. Matendo ya ajabu yakaonekana kwa Stefano, mtu ambaye alikuwa hana status yoyote, ni mtume, unajua ni mwanafunzi, yeye alikuwa ni mwanafunzi tu kawaida kama mimi na wewe. Ila ni mtu ambaye alijaa nini? Imani na Roho Mtakatifu. Alijaa imani na Roho mwenye roho maombi yake sio ya kawaida. Mwenye roho maombi yake sio ya kawaida. Mwenye Roho Mtakatifu ni roho inazungumza, wala sio mdomo unazungumza. Mwenye Roho Mtakatifu ni roho inaomba, wala si mdomo unafanyaje? Unaomba. Mwenye Roho Mtakatifu ni nguvu inatenda kazi, wala si uweza wa mwili unaotenda kazi. Kwa hiyo tembea na Roho Mtakatifu. Yaani toka hapa. Nimevaa saa eti. Halo? Nini? Nina saa yangu, si ndivyo? Si nine. Na wewe popote wapo sema ni nine. Roho yuko hapa. Kama ambavyo ninayo kwangu mimi. Yaani muda wote nina saa yangu siko mwilini. Na nina roho na si yuko ndani. Roho si yuko ndani. Amen. Roho si yuko ndani. Ukilala mwambie Mungu nataka Roho Mtakatifu. Ukiamka mwambie Mungu nataka Roho Mtakatifu.
Wapopote mwambie Roho Mtakatifu, lead me, guide me, protect me, and advise me. Nishauri, niongoze, nitie nguvu. Stefano alijawa nguvu za Mungu. Alijawa nguvu za Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, anakutia nguvu. Tunaona karama zinafanya kazi kwa namna ya ajabu. Tunaona vipawa vinafanya kazi kwa namna ya ajabu. Kwa mjazwe. Kopo hilo liko wazi. Lijae basi maji ya uzima. Kopo lijae. Sufuria lijae hilo. Jamba lijae. Roho akae ndani yako, Roho akae ndani. Maroho ya kuzimu yaondoke. Roho akae ndani, akae ndani. Roho anapokuwa ndani hata kuachilia ni rahisi. Basi hata vinaingia. Eti hivi hata ukigonga jiwe hapa linaingia ndani kweli? Yaani Roho yuko pale gani? Yuko pale. Yuko pale amezuia. Hakuna kinachoingia. Hakuna. Sasa hivi unavyoona maisha yako wewe, ni hasara kiasi gani umepata? Umekuwa unapambana kutafuta haki. Umepata mpaka leo? Haki. Mwisho siku umesema kuzoea tu majaribu. Kwenye ndoa jamani, kuzoea tu. Hilo sema kuzoea, kuvumilia. Mwingine sio kuvumilia, mwingine hataki kuingia. Unavumilia wewe. Unavumilia, nisikie vizuri. Unavumilia leo, sawa? Nisikilize. Mpo hapa. Nisikilize vizuri, sawa? Unavumilia. Hilo bora unalivumilia, lakini ukinikumbuka linaleta nini? Maumivu. Au yavumilia baba. Hilo alikutakiwa kuingia ndani. Nimetengeneza lidonda la namna hii. Swali langu mimi kwako, hilo donda ni mapenzi ya Mungu au ni kazi ya shetani? Ni donda la namna tena libichi kabisa. Nikakijukia kiziti tu ndio alitoa machozi. Nilizungumza hapa nikasema hivi, kuna mambo ambayo unaweka moyoni. Mtu umemweka moyoni, utamani hata kumuona sura. Ikitokea umeperuzi Facebook umemuona, siku hiyo na hamu ya kule nafanyaje? Ujue kama una shida kubwa mno. Unamhitaji Roho Mtakatifu sana. Wewe hauna mbaya wako ni shetani wewe. Wewe mbaya, adui yako sio huyo unayemwona. Alitumiwa. Huyo alitumiwa na nani? Shetani akapanda mtu wake ndani yako. Kwa hiyo akitikisa kidogo mizizi na leta maumivu. Yaani kitendo kutikisa, akitikisa tu mizizi na leta nini? Unasema ni kuvumilia tu. Huo sio kuvumilia, ni ya kuondoa. Mtini Mungu, mpingeni shetani atafanyaje? Sasa nuru na giza vinachangamana. Maumivu na furaha vinachangamana. Roho Mtakatifu ni Bwana wa furaha. Ni Bwana wa amani. Akiingia ndani ni furaha. Umelala njaa, utacheka kicheko, unasema huyu jamaa amekula mbuzi jana usiku. Kumbe milala. Wasema huyu jamaa anaila nini? Kumbe hata senti roho amekufa. Halo. Sasa roho akaja kwenye moyo ulioumizwa. Roho akae kwenye moyo wa dhambi mchafu. Mambo ya roho hiyo no. Aidha leo ufanye maamuzi ya kuondoa hiyo. Sawa? Na kutubia dhambi zako. Ili aingie ndani. Leo ufanye maamuzi leo. Ulemweka moyoni hafai kukaa moyoni. Hakunaga mahali Biblia imesema mweke mwenzako moyoni. Imesema mpende jirani. Hakusema mweke wapi? Moyoni. Eti mbaya wako mweke moyoni. Imesema Biblia. Niambieni, imesema adui mweke wapi? Moyoni. Mpende adui yako. Si ndio imesema? Mimi. Kiweka moyoni anachukua nafasi ya kitu. Usiruhusu achukue nafasi ya kitu. Usiruhusu achukue nafasi ya kitu. Samehe 7 mara ngapi? 70.
Samehe 7 mara ngapi? 70. Hakuna mahala pa furaha ya Roho Mtakatifu ambapo kuna maumivu. Mchungaji hujui tunavumilia tu. Pole mama, unavumilia. Pole. Pole, unavumilia. Pole. Tunakuangalia. Eti. Sasa tunafanya. Unakwambia samehe mara ngapi? Sio ndio dawa. Achilia. Ya moyoni achilia. Samehe tu mama. Baba, samehe tu. Achilia hilo. Hata hivyo alikusaidia, alikupa kopo la unga upike. Alikupi. Mimi ni kazi nikusaga tu moyoni. Mama watu baada ya kujinenepea unashidi kufanyaje? Kunenepa kuingia ndani. Ushaona mtu ambaye ananenepa kuingia ndani? Sidi kuponda. Jilia basi nani sambusa zako na mchicha wako ushibe. Umfurahie Bwana Yesu. Au mengine sura yako mwachie Roho Mtakatifu. Achilia, ni kweli umeumizwa. Achilia. Ni kweli ulikufanywa. Achilia. Roho kae ndani. Roho hakagi mahali penye vurugu hizo, hakai. Penye magomvi roho hakai. Roho ni Bwana wa amani. Roho ni wa furaha. Roho ni wa utulivu. Maandiko nasema alipo Roho Bwana, hapo ndipo penye nini? Penye uhuru. Uwekwe huru basi. Moyo uwe huru. Mbali na vifungo vya mateso vya uchungu. Roho kae ndani yako. Uanze kuona matokeo yasiyokuwa ya kawaida kwenye maisha yako. Kwa hiyo yeye anaingia ndani. Anakupa maelekezo. Anakupa ushauri. Anaachilia tabia njema ndani yako. Anaachilia maongozi ndani yako. Anaachilia jicho la Roho ndani yako. Anaachilia hekima ndani yako. That's why ukiangalia watu wote ambao watembea na Roho Mtakatifu walikuwa ni watu tofauti. Tabia silibadilika, namna kuwaza kulibadilika, namna kuzungumza kulibadilika, kwa sababu yeye ndiye chanzo ndani yako. Kwa hiyo unapotembea na huyu rafiki wa Roho, tarajia mabadiliko kwa kama ahadi ya Baba katika maisha. Hii ahadi inapozaa ndani yako. Halo. Hii ahadi inapozama ndani yako, elewa kwamba inaingia kwa ajili ya kukupa asili mpya ndani. 1, 2, kukutia nguvu kuikamilisha na kuitendea kazi hiyo asili ambayo iko ndani yako. Kwa hiyo ahadi ya Baba ndani yako ni ahadi ya Mungu mwenyewe kukaa na wewe na kukuongoza mahala pa utukufu. Halo. Anasema hivi. Luka 24:49. Luka 24:49. Luka, kitabu cha Luka sura 24 mstari wa 49. Maandiko yanasema, na tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mfike uweza tokao juu. Anasema kaeni, msiondoke hapa mjini. Hazungumza na wanafunzi ambao tayari walikuwepo pale Yerusalemu. Anawaambia msiondoke hapa mpaka mtakapopokea ahadi ya nani? Ya Baba. Ahadi ya Baba ikae ndani. Hasa mpokee uwezo. Tunapokea uwezo, nguvu ya kukusaidia, ya kutusaidia kuvuka kwenda kutembea kwenye viwango vikubwa. Mwenye Roho Mtakatifu ni mtu ambaye anazaa mabadiliko. Mwenye Roho Mtakatifu ni mtu ambaye mabadiliko kwake sio jambo la kutafuta. Unahitaji kwenda viwango vikubwa, tembea na mwenye kanisa lake ambaye ni Roho Mtakatifu. Tembea na Roho Mtakatifu. Akae ndani yako wewe, akubadilishe, akutengeneze. Rafiki, unaniona hivi unafikiri labda nilizaliwa hivi? No my friend, sikuzaliwa hivi. Hello. Amina. Hello. Amina. Hebu niangalie usoni. Unaniona hivi unafikiri labda nilizaliwa hivi? Sababu tumekutania hapa.
Wanaonifahamu tangu utoto, sikuzaliwa hivi. Na mimi nilikuwa naona ibada mzigo kama wewe unavyoona. Ibada niliziona mzigo kama wewe unavyoziona. Kwani niliona jambo la kupita hapo. Yaani sio fashion yangu sasa. Sio kijana anasubiri. Ile kama sio fashion yangu. Ibada. Nilipoanza kutembea na huyu mwanaume, nilipoanza kutembea na Roho Mtakatifu nikaanza kujilaumu, kwa nini sikuanza mapema kumfahamu huyo? Nijilaumu kwa nini sikumjua kabla. Nikatamani kwa maisha yarudi nyuma nimjue Roho Mtakatifu. Kuna watu tunasumuliwa, kuna watu tunasikia ni kama habari fulani hivi za kutengeneza. Huyu ni halisia. Huyu ni halisi. Roho Mtakatifu ni halisi. Yeye anajua kutengeneza kwa namna ya ubora na ya kushangaza maisha ya mwanadamu. Anajua na kuyastawisha maisha ya mwanadamu. Anajua kutoa vile vitu ambavyo havifai na kutengeneza vinavyofaa au kuweka vinavyofaa. Yaani roho iko hivi. Roho. Mwambie jina lako roho. Mwambie rafiki wa rohoni. Mwambie na kueleza habari za rafiki wa rohoni. Yuko hivi. Ni kama fundo wa vitabu. Fundi yule tulie fundi. Fundi akiingia kwa mfano wala magari, anaingia kwenye gari anaangalia. Kifaa gari kibovu, sio hivyo? Alo. Anaangalia anasikia kifaa gani kibovu. Anaondoa kibovu, anachukua kipi anaingiza ndani ili chomo kifanye kazi vizuri. Roho anapoingia ndani anakamata mdomo hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana, umedanganya muda mrefu. Umepakazia muda. Anatengeneza kinywa kinaanza kuhubiri Injili. Ni mdomo ambao ulikunywa pombe muda mrefu. Anatengeneza unafaa kwa kazi ya na kwa mapenzi ya. Anakamata sikio ambao lilisikiliza nyimbo za dunia. Mko hapa? Nikamtana mtu mmoja wa kanisani, simtaji. Naomba anatembea na Bongo Flava. Nikasema wewe unatembea nazo kanisani hivi? Yaani nyimbo unatembea kule unatembea anajua yaani wimbo mzima kama mtunzi alikuwa nayo. Yaani yule mtunzi alikuwa nayo wakati anaimba hizo nyimbo. Yaani na inatokea hivi. Akisikia tu nyimbo moyo unawasha. Unaona mdomo unafanya hivi? Unaiti. Umeshiki kwa muda mrefu. Hata kama alikuwa biza anaosha vyombo, alikuwa biza anafua, alikuwa biza anasikiliza, anasoma Biblia, utamwona anatoka. Kwa sababu bado hajaingia ndani Roho Mtakatifu. Akiingia ndani utasoma Biblia chaja machozi. Unasoma Biblia machozi yanafauka. Unabubujika kwa sababu roho iko ndani. Kuna amani, kuna furaha isiyokuweka wewe kwa sababu roho iko ndani. Roho azame ndani yako. Roho Mtakatifu azame ndani yako. Azame. Wewe mpoke, wewe kubali. Kubali na kubali Roho Mtakatifu ingia ndani yangu. Kubali tu. Yaani wewe kubali tu afu uone nayo usimulie. Uyaone. Haya ninayokueleza uyaone. Kazi yake ni kuondoa ambacho kifai, anaingiza kinachofaa. Anatoa ambacho kifai, anaingiza kinachofaa. Kwa sababu ajenda yake yeye uende mbinguni wewe. Amen. Anasema kama jicho lako ninaweza nikakufanya usiingie mbinguni, ni heri kulikata uingie shauo mbinguni. Na jicho moja kama mguu wako utakuingiza mahali ambapo ni hatari, yaani ukate usikupeleke huko ili uingie mbinguni kilema, ni heri kuliko kuingia jehanamu na miguu. Amina. Roho Mtakatifu anafanya kazi ya kukata miguu. Anafanya kazi ya kutoa macho. Amina. Yale macho ambayo aliona vya wizi anayatoa.
mikono ambayo aliona vya kudhulumu anafanyaje? Mioyo bali kamata maisha ya watu wenye kimo fanao namba anapoa atengeneza moyo. Maana wasema katika kitabu cha Ezekiel, nitawapa roho mpya, nitaondoa moyo wa jiwe ndani yenu, moyo ambao haujui kumhofu nani Mungu, ataondoa, atatupa roho mpya. Tukasema hapa Ijumaa habari za Yoeli sura ya 2 mstari wa 28, anasemaje kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, juu ya wote wenye mwili. Je, unatamani kutembea na Roho Mtakatifu? Unatamani kuwa na rafiki wa roho ambaye atakuonyesha, atakusikizisha, atakusemesha, atakushawishi katika mambo yaliyo mema? Hawezi peke yako, unahitaji yeye aingie ndani, hakupawa. He wants to power you, to empower you. Anataka akutie nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tangu kisikia tu juu ya bati, hali imekuwa tete. Hali mama nani imekuwa tete. Ukitishiwa tu umeogopa mpaka unatangaza ndugu zako. Unajua mimi hawanijui tu. Umeogopa. Sio hakujui, umeogopa. Bwana wenye Roho Mtakatifu hawajui kuogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umetulia hauna wasiwasi, kwa sababu yuko ndani yako ambaye ni mkuu kuliko aliyoko wapi duniani, ambaye anakupa kushinda na kupigania vita yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mkaribisha kaida, mkaribisha tembea na wewe, mkaribisha kutengeneza upya. Ni ahadi ya Baba kwako, wala si jambo la kutengeneza na kutafuta sana. Ni jambo la kuamini. Unapoamini yeye anakutengeneza. Anasema hivi, wewe ni hodari sana, wewe ni mshindi sana. Wewe una jicho la rohoni, wewe limefungwa kwa sababu kuna vitu vimefungwa. Mkaribishe Roho ayabadilishe maisha yako. Amina. Amina. Halo? Roho aingie ndani. Unasikia habari za Roho Mtakatifu ndio hivi. Na yuko. Anasema na Stefano akija neema na uwezo, alikuwa akifanya maajabu na ishara kubwa katika watu. Lakini baadhi ya watu wa sinagogi lililoitwa sinagogi la Mauru na la Wakirene na la Waiskanderia na la wale wa Kilikia na wa Asia wakaondoka na kujadiliana na Stefano. Walikwenda na kufanya debate na Stefano kwa habari za Mungu. Wakaenda wakahojiana na Stefano, mtu mmoja na kundi la watu. Stefano mmoja mwenye roho ndani akakabiliana na watu kutoka masinagogi tofauti. Wakakusanyana, wakamwendea nani? Stefano. Anasema lakini hawakuweza kushindana na hiyo hekima na huyo roho aliyesema naye, aliyesema kwa kinywa cha nani? Cha Stefano. Hawakuweza kushindana naye. Maandiko yanasema katika kitabu cha Injili ya Luka sura 21 mstari wa 15, anasema atawapa hekima na kimo ambacho adui yenu hataweza kushindana nayo wala kuipiga. Ukiwa na roho kutazaliwa imani, hekima isiyokuwa ya kawaida ndani yako. Mwenye imani, mwenye hekima ni Roho Mtakatifu. Atakufunulia mambo yasiyokuwa ya kawaida katika maisha. Tembea na Roho Mtakatifu. Vikwazo vitakuja. Stefano akakabiliana na vikwazo. Wakaja watu wakaanza kumpinga. Maana kwa sababu hakuna aliyeweza kuja nao kama kumshinda. Alikuwa na hekima isiyokuwa ya kawaida. Alikuwa na hekima isiyokuwa ya kawaida. Alikuwa na hekima isiyokuwa ya kawaida. Hakumweza Stefano kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Tembea na Roho Mtakatifu. Bahati mbaya, dawa yenyewe imemezwa na ugonjwa. Bahati mbaya, dawa imewezwa na nini? Si maajabu haya yenyewe. Dawa imewezwa. Aliaminika kutibu changamoto za watu mtakatifu mlokoni. Ndio ambaye anashangaa habari za Roho. Aliaminika kwamba anaweza kusimama kwenye maombi na kusababisha mambo kutokea. Yeye anashangaa. Anashangaa Mungu. Yaani imekuaje?
na hajui kwamba Roho Mtakatifu yeye ndio Bwana wa nini? Bwana Yesu asifiwe. Yeye lazima utembee na Mungu. Rafiki wa roho. Tembea naye. Tembea naye. Tembea naye. Habari za Yesu unazionea aibu. Unapungukiwa, hayupo ndani. Hayuko ndani. Simama kwenye